Habari za jioni na karibu kwa ripoti maalum ya leo. Tunaanza na matukio yanayochipuka katika uchunguzi wa kina wa mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were, kesi ambayo imeshika taifa kwa vita vyake vya kutatanisha mahakamani, njama za kivuli na mtandao wa washukiwa kutanda katika kaunti na vyumba vya mahakama. Usiku wa leo, Mahakama Kuu inaingia katika mpambano huo. Kukamatwa upya kuna kaza kamba na msako wa kutafuta ukweli karibu na kiini cha njama ya kisiasa. Asubuhi ya leo, macho yote yalikuwa kwenye Mahakama Kuu, huku Jaji James Wakiaga akitoa agizo muhimu. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma imepewa siku 7 kujibu ombi la kupinga kufikishwa mahakamani kwa mkurugenzi wa mamlaka ya ustawishaji wa bonde la Ziwa Abel Ochieng, anayejulikana pia kwa jina maarufu Dave Kalo. Ochieng, mmoja wa washukiwa wakuu katika madai ya kupanga mauaji ya mbunge huyo, anapinga ni kwa nini alifikishwa kotini katika mahakama ya kisheria ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA, mahali ambapo kwa kawaida huhifadhiwa kwa kesi zinazohusu usalama wa kitaifa na uhalifu wa kimataifa. Jaji Wakiaga alielezea wasiwasi wake kuhusu chaguo hili lisilo la kawaida, akihoji ni kwa nini kesi hiyo haikuwasilishwa mbele ya mahakama ya Kibera au Milimani, ambazo zinajulikana kushughulikia kesi tata na nyeti za ukubwa kama huo. Mwendesha mashtaka wa serikali Irene Gishubi, anayewakilisha ODPP, alijitetea kwa bidii. Alitaja wasiwasi mkubwa wa kiusalama na uhasama wa umma unaozingira kesi hiyo, akisema kuwa ulinzi ulioimarishwa katika mahakama ya JKIA ulikuwa muhimu ili kuhakikisha ushughulikiaji salama wa washukiwa na nyenzo nyeti. Aidha, alifichua kuwa taarifa za kijasusi zilielekeza uwezekano wa kuingilia kati iwapo washukiwa wangefikishwa katika mahakama zinazoweza kufikiwa zaidi. Upande wa mashtaka pia ulisisitiza kuwa kesi hiyo inahusisha vipengele vya uhalifu wa kupangwa na ghasia za kisiasa zilizopangwa kimakusudi, kategoria ambazo ziko ndani ya mamlaka maalum ya mahakama ya JKIA. Kupitia chapisho mtandaoni, the High Court has granted the Office of the Director of Public Prosecutions (ODPP) 7 days to file its responses in a case challenging the arraignment of Lake Basin Development Authority (LBDA) Director Abel Ochieng, also known as Dave Kalo, at the Jomo Kenyatta International Airport (JKIA) Law Court. Justice James Wakiaga issued the directive during a court session on Tuesday morning, in which Ochieng is contesting the Directorate of Criminal Investigations DCI decision to present him at the JKIA court through a miscellaneous application rather than the conventional judicial channels. Mahakama sasa imepanga Mei 28, 2025 kuwa siku inayofuata ya kusikilizwa kwa kesi hiyo, katika kile kinachoahidi kuwa wakati mahususi katika kutafuta haki. Huku matukio ya kisheria yakitokea mahakamani, kurugenzi ya upelelezi wa makosa ya jinai iliendelea kukaza mtandao kuzunguka njama ya mauaji. Katika hatua tofauti lakini inayohusiana, wapelelezi walimkamata mshukiwa mwingine Amos Baraza Kasili katika Kibera Darajani. Baraza, mwendesha bodaboda, anadaiwa kuwasafirisha watu wenye silaha waliotekeleza mauaji hayo. Wachunguzi wamedhibitisha kuwa alikuwa akiendesha pikipiki aina ya Bajaj Boxer yenye nambari za usajili KMFZ 413W iliyonaswa kwenye CCTV ikifuatilia gari la mbunge huyo muda mfupi kabla ya shambulio hilo. Polisi wanasema Barasa hakuwa tu mjumbe, lakini mhalifu wa muda mrefu ambaye amewahi kutumikia muda. Wakati wa kuhojiwa, alidaiwa kukiri jukumu lake na kufichua kwamba alipokea 50,000 kwa sehemu yake katika mpango huo. Mauaji ya mbunge Charles Ong'ondo yalishangaza taifa. Ilifanyika usiku wa Aprili 30 kando ya mzunguko wa hifadhi ya maiti ya jiji kwenye barabara ya Ngong. Kulingana na akaunti za polisi, gari la Were lilifuatiwa na gari na pikipiki kutoka bunge. Alipofika kwenye mzunguko wa barabara, aliviziwa na kupigwa risasi mbaya.
Washambuliaji walikimbia kwa pikipiki moja ambayo sasa inahusishwa na Barasa. Asante sana mwenzangu studioni. Kulingana na ripoti hiyo ya Citizen Digital ilisema, during the proceedings, Justice Wakiaga raised concerns over the choice of the JKIA court as the venue for arraignment, questioning why the matter was not filed before the Kibera or Milimani law courts, which typically handle such cases. In response, State Prosecutor Irene Gichuhi defended the decision, citing security concerns. She told the court that the JKIA court was selected due to its enhanced security arrangements, particularly in light of potential threats and public hostility expected at other courts. Wapelelezi wamekusanya msururu wa matukio ya kutatanisha kwa kutumia ushahidi wa kitaalamu, utatuzi wa simu na picha za CCTV. Data inaonyesha mipango makini, waigizaji wengi na juhudi za makusudi za kufuta. Lakini kwa kila kukamatwa mpya, uchaguzi unakuwa wazi. Orodha ya washukiwa sasa imefikia 11, akiwemo Ochieng Barasa, Isaac Kuria almaarufu Kush, anayeaminika kuwa mpiga risasi, mlinzi wa Were mwenyewe na dereva, pamoja na watu kadhaa mashuhuri. Kuria aliyekamatwa wiki jana katika kaunti ya Migori akidaiwa kujaribu kukimbilia Tanzania, anaaminika kutupa silaha ya mauaji huko Mihango na kisha kupita Narok kabla ya kufika Isebania. Kukamatwa kwake pamoja na kukiri kwa Barasa kunaweza kuibua njama ya kina. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameonya kuwa kesi hiyo ina athari kubwa, hasa ikizingatiwa uratibu unaoshukiwa kuwa kati ya baadhi ya washukiwa na wahusika wakuu wa kisiasa au kiuchumi. Huku mahakama kuu ikijiandaa kwa kesi inayofuata na wapelelezi wakiendelea na msako wao, Wakenya wanafuatilia kwa karibu. Kwa kila amri ya koti, kila kukamatwa na kila ufunuo, pazia juu ya njama hii tata itaendelea kuinuliwa. Jitihada za kutafuta haki katika mauaji ya mbunge Charles Ong'ondo Were haziko tena kwenye chumba cha mahakama. Sasa ni hadithi ya kitaifa ya uwajibikaji, mamlaka na mapambano ya kusambaratisha mitandao ya vurugu za kisiasa. Kaa tayari tunapoendelea kufuatilia kila jambo linaloendelea katika kesi hii ya kutisha ambayo sasa imekuwa nguzo ya haki na mageuzi katika mfumo wa haki za jinai nchini Kenya. Asante sana mwenzangu kutoka upande wa pili wa studio. Na mtazamaji, tukifunganya virago vyetu kufunga taarifa hizi, bado kesi hii tutaendelea kuifuatilia kila wakati ambapo ripoti zinaibuka kutoka vituo vikubwa vya habari au kutoka kituo cha mitandao ya kijamii ya DCI pamoja na NPS, chama kikuu cha polisi nchini. Hata hivyo mtazamaji, sasa hivi bado matukio mapya hayajaweza kutaarifiwa, na matukio haya yote tulioangazia ni matukio ambayo yameweza kutokea siku ya jana, lakini tulichelewa kukupeperushia ripoti hizi. Vile mtazamaji, tukimalizia video hii tunakusisitiza na kukuomba kwa moyo mkunjufu na wadhati, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama ya like chini ya video hii, alafu bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe. Kufanya hivyo ni bure na itachukua sekunde yako moja tu kubonyeza neno hilo ambalo limeandikwa subscribe na ubonyeze alama hiyo ya kengele. Ukifanya hivyo utanufaika kwa sababu utakuwa kwanza kuletewa notification katika simu ya rununu yako au laptop yako au kompyuta yako. Utaletewa notification na utakuwa notified ya kwamba Simulizi Media imeweza kuupload taarifa ama habari mpya. Vile mtazamaji, bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video yetu mpya ambapo utapata ripoti zaidi kuhusiana na masuala kama haya.